Basi nataka na nyie wawili niende kuomba kufanya jambo hili. Victor, mgeukie huyo binti aliye pembeni mwako. Mfunue, umwangalie kama ndiye huyo uliyekuwa mchumbia au unaweza kuwa umebadilisha. Msogee kabisa. Mbona nataka kudondoka. Nipende kukuuliza Victor, je, huyo ndiye mwanamke unayekusudia kumuoa? Na kama ndiye huyo, sema ndiye mwenyewe. Kama ni yeye, sema ndiye mwenyewe. Ndiye mwenyewe. Asante sana. Unaweza kugeukia huko. Uhusiano wa mume na mke ni mtakatifu sana wakati unapokuwa na nafasi mbili, unapokuwa na nafsi mbili zenye nia moja, mioyo miwili inayokwenda kama mmoja. Ni muungano wa maisha ya watu wawili wenye asili tofauti. Ndugu wapendwa, tumekusanyika hapa leo mbele za Mwenyezi Mungu na mkutano huu ili kuwaunganisha Victor pamoja na Mariamu katika hali takatifu ya ndoa ambayo imesifiwa na maandiko matakatifu kuwa iheshimiwe na watu wote. Kwa sababu hii haifai kwa mtu yeyote kuingia katika hali hii kwa haraka ama pasipo kufikiria, lakini kwa uangalifu na kumcha Mungu. Watu hawa wawili wanataka kuingia katika hali hii takatifu, na iwapo mtu yeyote anayo sababu ya haki kuzuia wasiunganishwe pamoja kihalali, na aseme sasa, ama sivyo anyamaze milele. Hiyo ni nafasi ya mwisho kwa yeyote ambaye ana sababu iliyo halali. Tangazo limetolewa kwa siku 21, na kama hayupo basi yeyote mkanyamaze juu ya hawa wawili. Kama mtakavyojibu katika siku ile kuu ya hukumu ya kutisha, wakati siri zote za mioyo ya wanadamu zitakapofunguliwa, nataka jibu kutoka kwenu ninyi wawili. Kama yeyote kati yenu anayo sababu yoyote ya kuwazuia msiunganishwe pamoja kihalali katika hali takatifu ya ndoa, na aseme sasa. Kwa maana fahamuni wazi kuwa wowote watakaounganishwa pamoja kwa njia nyingine yoyote ile iliyo kinyume na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na wala ndoa yao sio halali. Kama katikati yenu yuko mwenye sababu au ambaye hayuko tayari, labda amelazimishwa na wazazi, kama yuko, nafasi ya mwisho. Na kama hayuko, nyote mko tayari. Victor, unakaribia kufanya uamuzi ulio safi na kiapo cha uaminifu kitakacho kugharimu majukumu mazito na ya kudumu. Mwanamke huyu
uliyemchagua sasa anakuwa mwenzi wa maisha yako, mrithi pamoja nawe katika mali zako na malkia wa nyumba yako. Hakuna njia nyingine ambayo angeweza kuweka upendo wake kwako. Anaachana na kufungamana na nyumbani kwao pamoja na uhusiano wa marafiki, yote haya ili kushiriki pamoja nawe furaha na huzuni za maisha. Pamoja na wewe atakaa na kwa ajili yako ataishi. Victor, je, unamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Je, utampenda, utamheshimu na kumtunza katika hali zote za maisha na kuwaacha wengine wote na kushikamana na yeye peke yake mpaka kifo kitakapowatenganisha? Na kama utafanya hivyo, nataka nisikie kutoka kinywani mwako kuwa ndiyo, nitafanya hivyo. Ndiyo, nitafanya hivyo. Mariamu, nawe pia unaingia katika majukumu mazito. Yeye anayekwenda kukuoa anatazamia kutoka kwako faraja wakati wa majaribu. Tabasamu yako na iwe kama siku inayong'aa kwake, sauti yako iwe kama muziki mtamu, juhudi na iwe utajiri wake mkuu, midomo yako iwe mshauri wake mwaminifu, na maombi yako yawe wakili asiyeshindwa katika mahakama ya mbingu. Mariamu, je, unampokea Victor kuwa mume wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Je, utampenda, utamheshimu na kumtii katika hali zote za maisha na kuwaacha wengine wote na kushikamana na yeye peke yake mpaka kifo kitakapowatenganisha? Kama utafanya hivyo, nataka nisikie kutoka kwako kuwa ndiyo, nitafanya hivyo. Ndiyo, nitafanya hivyo. Sasa naomba mgeukiane vizuri. Haya, vitageuka hivyo. Haya, pia geuka. Haya, wengine unasema usawa wakati, usiangalie kucha, usiangalie nini, angalia nini nyuso zenu. Mbona mtabasamu? Mwingine wakatazamana akaanza kulia. Sasa hapo anaangalia. Sasa sio alikuwa analia nini? Victor, mshike mwenzio mkono wa kuume. Haya, haya, hatua moja mbele kidogo. Haya, asante sana. Hebu mwambie maneno haya: mimi Victor, ninakuchukua wewe Mariamu, kuwa mke wangu halali wa ndoa, na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika utajiri ama umaskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakupenda, nitakutunza
nitakutunza muda wote tutakapokuwa hai, muda wote nitakapokuwa hai, daima nitakupenda kama Kristo alivyolipenda kanisa, hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Mkiwa umeshikana mikono yenu hiyo, Mariamu, pia nataka na wewe uweke agano lako, fanye kiapo chako, mwambie huyo anayesimama mbele yako, mimi Mariamu, ninakuchukua wewe Victor kuwa mume wangu wa halali wa ndoa na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea katika hali zote za maisha, katika mema, katika mabaya, katika utajiri ama umaskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakuheshimu na kukutii muda wote tutakapokuwa hai. Daima nitakutii kama kanisa limtiivyo Kristo. Hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Tangu zamani za Biblia, watu walipoweka maagano, walipofanya viapo, walipofanya maagano, walikuwa na alama ya viapo vyao na maagano yao, ikiwa ni ukumbusho na ikiwa ni alama. Na ninyi pia mnaweka alama hivi au mnapeana alama hivi ambayo itakuwa ni ukumbusho wa viapo vyenu mlivyofanya hivi leo. Victor, kama kipo kitu chako ambacho nasema hiki ndicho alama ya agano lako. Ndio nini? Ndio pete. Inaitwa pete. Asante sana. Anasema ni pete. Pete hii inang'aa. Ukiangalia inang'aa. Kama inasema. Sasa kama pete hii inavyong'aa, alafu haina mwanzo, haina mwisho, yenyewe kuzunguka. Nami niombe upendo wako kwa Mariamu uendelee kung'aa hivyo na usiwe na mwisho, usiwe wa muda. Na nitakwambia sasa uchague popote utakapotaka kumweka, kama ni kichwani, kama ni miguuni, popote utakapochagua, alafu nionyeshe unataka umwekee wapi hiyo pete ulionionyesha. Hicho ndio na uhakika ndio. Asante. Utambalishe kidole hicho ukisema maneno haya kwa utulivu kabisa. Sema, kwa pete hii ninakuchukua wewe Mariamu, kuwa mke wangu wa ndoa, tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Siku yake bwana.
Maana hiki ni kiapo cha pande mbili, ni agano la pande mbili, ni agano pande zote mbili, kila mmoja ni agano. Sasa na wewe na yeye anataka pete jamaa yeye na yeye anatoa kitu hicho kizuri kinang'aa, ndio sababu haina mwanzo haina mwisho. Bwana katembea hapo, umefika mwisho, haina mwisho. Na upendo wenu katika ndoa, yaani pia usio na mwisho. Msikae mwaka mmoja upendo ukafanya nini? Ukaenda zake. Uendelee hivyo kama hiyo. Rangi nzuri kabisa kabisa. Na ndoa hii endelee kung'aa hivi. Jua hiyo ni alama ya agano. Na wewe utachagua mbadilisha wako, kuchagua nini? Kiko wapi kile ulichochagua? Hicho. Asante sana. Basi hicho kidole ulichochagua, kama una uhakika nacho, utakwenda na wewe kumvalisha kwa utulivu kabisa, ukisema maneno haya. Sema, kwa pete hii ninakuchukua wewe Victor kuwa mume wangu wa kunioa tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu. Asante sana. Asante sana. Pete hizi mlizovalishana na ziwe kumbukumbu kwenu ninyi wawili kuhusu viapo mlivyovifanya leo hii, kila mmoja kwa mwenzake, na ishara pia madhubuti ya upendo kati yenu. Basi nitaomba mgeukio na mtakwenda kupiga magoti kwa hudumu, kama nimekuandalia kitu kizuri wasikie matendo ni sababu ya kwao. Haya, asante sana. Wazee mlioko pamoja na wachungaji wote mlioko, karibu kwa ajili ya watoto wetu. Wachungaji wote mlioko karibu, na wazee mlioko kwa ajili ya vijana wetu hao. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya vijana wetu hawa Victor pamoja na Mariamu. Imekupendeza siku ya leo mbele zako katika madhabahu hii waunganishwe kuwa mume na mke. Umewalinda na kuwatunza tangu walipokuja katika dunia hii wakiwa watoto, wamekuwa katika ujana, umekuwa pamoja nao hata umeifikia siku ya leo ya kuunganishwa. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwao maisha yao yote. Nami sasa ninaomba baraka yako iwe juu yao leo wanapounganishwa kama mume na mke. Naomba wewe Mungu ukawe katikati yao, ukawe shahidi, lakini ukawaunganishe wewe Bwana, usiwache wala usiwapungukie. Neema yako naomba ikawe pamoja nao, mkono wako mwema ukawe pamoja nao, ukawalinde na kuwatunza, ukawalisha, ukawaponye mabaya yote yasiwapate. Bwana, ukawabarikie kwa baraka zote, wasikuache wasipungukie neema hii, ukazidi kujifunua kwao, wakujue zaidi. Naomba Bwana ukawafungulie baraka zote za ndani na za nje, wape uzao kwa idadi ya watoto wanayoitaka. Bwana, ukawatunze maisha yao yote watakapokuwa pamoja wawili. Asiwepo kwa kujuta kwa kuwa pamoja, bali wote wakufurahie kwa kuwa Bwana utakuwa pamoja nao. Naomba neema yako Bwana ikawe pamoja nao, mkono wako mwema usiondoke juu yao, kawatunze, ukawalinde, ukawahifadhi, ukiwaponya na magonjwa na hila zote za adui. Nasi tunawaweka katika ngome zako ambazo hakuna wezaye kuzibomoa.
Baba, tunalitaja jina lako kwao katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu. Amen. Basi alivyoviunganisha Mungu mwanadamu asivitenganishe, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu. Amen. Asante sana. Naomba msoko kwa ajili ya kusaidia zetu.
Yesu. Baada ya hapo tutakuwa na sadaka ya ibada ya ndoa, na baada ya sadaka itafuata upigaji wa picha. Wakati wa sadaka, sijui kama kuna kwaya itakiwa kuimba. Kuna kwaya yote ambayo iko tayari, basi tutakuwa kama praise wako tayari, tupande jukwani wakati wa sadaka. Niombe chombo mashemasi. Baada ya hapo, maharusi watakuwa wanapiga picha mbalimbali. Ibada bado inaendelea kwa maana sadaka. Baada ya hapo kupiga picha.
kuna upigaji picha, unaweza ukaendelea kama kuna picha zimebakie. Maharusi basi taendelea kupiga picha hadi ambapo mtaelekeza watatu wa picha. Sana. Ibada ishaisha, ushamaliza ibada.